Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amemwonya Rais wa Marekani Donald Trump dhidi ya kukubali kusitisha mapigano na Iran katika hatua hii ya vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Afisa mkuu wa Israel aliambia Channel 12 siku ya Jumatatu. Ripoti hiyo ilikuja saa chache baada ya pendekezo la rasimu lililopitishwa na Pakistan la kusitisha vita kwa muda wa siku 45 iliyowasilishwa na Washington na Tehran ili kuzingatiwa. Iran kwa kujibu ilikataa pendekezo hilo na ikitaka chochote pungufu na usitishaji wa vita vya kudumu. Huku Trump akiendelea kurejelea makataa yake kwa Iran kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz ifikapo siku ya leo ya Jumanne usiku saa 2 kamili au ikabiliane na kuzimu. Israel haijatoa maoni yake hadharani kuhusu pendekezo hilo, ijapokuwa chombo cha habari cha Israel Hayom kimeripoti kwamba Netanyahu aliambia kikao cha kwanza cha baraza la mawaziri kwamba iwapo kutatokea usitishaji wa vita na Iran, Yerusalem haitatakiwa kusimamisha operesheni zake dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Netanyahu ambaye amesisitiza hadharani kwamba Marekani na Israel zionane macho kwa macho kwenye mapigano nchini Iran, alimpigia simu Donald Trump, rais wa Marekani Donald Trump akidhihirisha kumpongeza kwa uokoaji wa ndege ya F-15 ya Marekani iliyoanguka nchini Iran. Afisa huyo aliambia Channel 12, lakini kwa kweli aliandaa mazungumzo hayo kuelezea wasiwasi wake juu ya uwezekano wa kusitisha mapigano na Iran. Kulingana na afisa huyo, Netanyahu anaamini kwamba kusitishwa kwa mapigano katika hatua hii kungebeba hatari kubwa mno dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri Mkuu wa Israel Bwana Netanyahu anaamini kwamba bado Iran ni hatari katika eneo la Mashariki ya Kati na kwamba endapo vita vitasitishwa hivi bila makubaliano maalum, maana yake ni kwamba Iran itaendelea kuwa tishio katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Moja kati ya mipango ambayo Waziri Mkuu Netanyahu anataka, hasa wakati huu ambapo kuna pangwa kusitishwa kwa mapigano, ni pamoja na Iran kutokuwa na makombora ya nyuklia, lakini pia kutokuwa na makombora ya masafa marefu ambayo ina wasiwasi huenda ikaendeleza mashambulizi hata katika nyakati za baadaye. Trump kwa upande wake inaonekana hakushawishika, kwani afisa huyo alisema alimwambia waziri mkuu kwamba itawezekana kuendelea na mapatano ikiwa Iran itakubali matakwa ya Washington. Rais huyo alisisitiza hata hivyo kwamba hataacha madai yake Tehran ikabidhi uranium yake yote iliyorutubishwa na kukubali kutorejesha kurutubisha, ripoti imeeleza. Maafisa wa karibu wa Trump waliambia Channel 12 kwamba msimamo wa sasa wa Iran hauwezekani kuruhusu makubaliano katika siku zijazo. Netanyahu hakuonekana hadharani kuwa hakubaliani na maono ya Trump na Washington kwa Iran, na amechapisha video ambayo alisimulia sifa nyororo ambayo rais wa Marekani alidai kuwa alimwagilia Israel wakati wa simu ya wawili hao siku iliyotangulia. Alisema Trump alishukuru Israel kwa sehemu yake katika uokoaji wa afisa huyo wa Marekani ambaye ndege yake ya kivita ilidunguliwa. Nilimweleza shukrani zetu kubwa kwa operesheni ya kishujaa ya uokoaji wa ndege hiyo ya Amerika, Netanyahu alisema kwenye video iliyotolewa na ofisi yake.